Rafiki mpendwa na mtazamaji, karibu sana tena katika channel yetu hii. Mungu akubariki kwa kuendelea kufuatilia masomo yote ambayo tunaendelea kuyatoa. Ubarikiwe na Bwana. Karibu katika mfululizo wa masomo dhidi ya amri 10 za Mungu. Tangu tulipoanza mpaka sasa tunaendelea. Leo ni somo la 9 linaloelezea kuhusu amri ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Tutaomba. Baba wetu na Mungu, asante kwa unatupenda. Endelea kumbariki yule mtazamaji na rafiki mpendwa, mpatie juhudi ya kuendelea kufuatilia masomo haya. Mbariki na msaidie kushika amri zako Mungu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki, karibu sana katika ukweli huu. Somo ambayo imepita ilielezea kuhusu amri ya 8. Leo tunakuja na amri ya 9 inayosema kuhusu usimshuhudie jirani yako uongo. Katika kitabu cha Kutoka 20 aya yake ni ya 16, usimshuhudie jirani yako uongo. Amri ya 9 ni amri ambayo Mungu ametupa leo kwa ajili ya kusaidia. Ametupa amri hii kama silaha pekee ya kuweza kumshinda shetani. Kwa nini ni silaha pekee? Utaelewa kwamba kulingana na Biblia, silaha ya Mungu inaitwa ukweli, au tabia ya Mungu ni ukweli, na uongo ni silaha ya shetani. Na Mungu anaposema usimshuhudie jirani yako uongo, ni kwamba Mungu anataka kila mtu anayejiita mwana wake aweze kusimama kwa mstari wa ukweli na kuchukua silaha ya ukweli, kwa sababu ukweli ni wa Mungu. Wapendwa, tuone uongo wa kwanza, namna ilivyoleta madhara katika ulimwengu. Pima kutafakari, rafiki mpendwa. Uongo wa kwanza ulileta madhara makubwa katika ulimwengu wetu leo. Katika bustani ya Edeni, shetani kuangusha mwanadamu alitumia uongo kwa ajili ya kumwangusha mwanadamu. Katika kitabu cha Mwanzo 3 aya ya 4, ona neno ilikuwa ni fupi tu ambalo shetani alichukua, akatumia neno linaloitwa hakika hautakufa. Hakika hautakufa. Maneno haya machache yalileta dhambi, yalileta mateso, yalileta magonjwa, yakaleta mauti. Yaani, ikiwa mateso leo yanaonekana sana katika ulimwengu, katika ulimwengu ambao tunaishi sasa, hali ya mateso ambayo tunapitia ni kwa sababu ya yale maneno machache ambayo shetani aliuleta katika kuangusha mwanadamu. Alitumia uongo. Na leo mbinu ya shetani kwa ajili ya kuangusha ulimwengu, kwa kuharibu, kwa kuangusha washiriki, kwa kuangusha watu wenye imani, shetani amekuja na picha ya uongo, na watu ni wengi wanaoendelea kuamini uongo. Sasa kupitia amri ya 9 inakupa tahadhari, usishuhudie jirani yako uongo. Si tu kuongea uongo kuhusu jirani, bali ni kuamini pia na uongo. Usiamini uongo wakati ambapo kweli imekuletea. Unapoamini uongo, unakuwa umeharibu amri ya 9. Usiamini uongo na usitangaze uongo, kwani Mungu amekataza mwanadamu yeyote aliyeumbwa naye asishuhudie uongo. Sasa tuone aina za uongo katika maisha ya Mkristo. Aina ya uongo katika maisha ya Mkristo. Aina ya kwanza ya uongo ni uongo wa maneno. Huu ni uongo wa kawaida. Ni kusema jambo ambalo unajua kweli, lakini wewe unaongea uongo wake. Waefeso 4 aya 25 inasema, acheni kusema uongo, kila mtu na aseme kweli na jirani yake. Usiseme uongo. Yaani, uongo wa kwanza, hali ya kwanza, katika aina za uongo, uongo wa kwanza ni uongo wa maneno ambao wengi wameuingilia. Mungu anachukia uongo kama unaonekana katika mdomo wako. Mungu anachukia uongo. Mara ngapi wengi wameingia katika uongo leo? Maisha ya sasa imekuwa mstari ya uongo. Mtu anachukua simu yake ya mkononi, anamuita mwenzake, lakini kile kitakachopita hapo ni maneno ya uongo. Niko nakuja, nimefika hapa,
Yanakuta mtu anasema niko hapa, hajaanza safari, kakingali kitandani, lakini kanaongea, niko hapa, nimekamata basi, nimekamata pikipiki, niko munjia, niko nakuja, niko barabarani, mie hapa mlangoni. Tafadhali, amri ya 9 inasema acha na uepuke, usiingie katika hatari za kusema uongo. Jambo la pili la uongo, aina kuu za uongo. Aina ya pili ya uongo ni uongo wa pili, ni wakati ambako umenena nusu kweli, unaacha kweli yote, wewe umeingia katika uongo. Huu ni uongo hatari sana. Ni kusema unasema sehemu ya ukweli, lakini hauseme ukweli yote, unaficha sehemu nyingine. Mfano, mtu anasimulia lakini anaacha makusudi ya ukweli yote ili apate kutafuta ajipatie kama kitu fulani, ama anajipatia ukweli fulani kwa kuongea nusu. Ni kama mchungaji wako ama sijui nani wako ama wachungaji wa kisasa, anajua kwamba akieleza kweli yote utamtoka, washiriki waumini watamwacha, na utamkuta anapoelezea atakwambia tumeokolewa kwa neema, kwa neema, tumeokolewa kwa neema. Anakuambia tumeokolewa kwa neema, anaachia hapo, kwa kweli tumeokolewa kwa neema. Lakini ukimuuliza neema inatufundisha nini, atakwambia hapana, wewe usimame tu, tumeokolewa kwa neema, usiingie ndani, tumeokolewa kwa neema, uipe, ukunywe pombe, tumeokolewa kwa neema. Lakini ameficha ukweli wa amri za Mungu, ameficha ukweli wa Biblia, ameficha ukweli, mwangaza wote wa Biblia, ameficha hizo aya zinazosema kwa sababu ya neema tuzifute sheria ama tuzikanyange. Paulo akasema la, lakini kupitia neema tunadhibitisha amri za Mungu. Yaani, tafadhali usiongee kweli nusu ama nusu kweli, ongea kweli yote. Ukisimama kwenye nusu, wewe ni muongo. Leo watu wengi, waumini wengi, kwa sababu ya fitina, kwa sababu ya kuwa na chuki kwa mwenzake, wanatambaza habari ambazo si za kweli. Ndio wale utakuta hata katika makanisa kuna watu ambao wanaitwa wachawi. Katika makwaya mtu anatangaza yule ni mchawi, yule ni mchawi. Kwa kweli, je, umeona uchawi wake? Wakati wanaposema usishuhudie jirani yako uongo, Bwana Mungu anataka rafiki mpendwa, uachane na tabia ya fitina. Acha kubeba chuki kwa mwenzako. Hiyo habari unazozisambaza ni za kweli kweli? Aina kuu za uongo. Uongo wa unafiki. Uongo wa unafiki ni kwa mtu yeyote anayejiita Mkristo, anajiita anabeba Biblia, anaenda kwenye ibada, anafanya ibada kwa Mungu, lakini anapofanya ibada kwa Mungu, moyo wake hauko katika ibada hauko katika ibada na Mungu. Moyo wake unakuwa kinyume na maneno ya Mungu. Huo ni uongo. Yaani, katika kanisa siku ya Sabato unaenda kanisani, wewe unajifanya mtakatifu katika kunena maneno, unafanya utakatifu. Lakini swala msingi, je, utakatifu ambao unaonyesha unaonekana katika juma lote kweli? Ndio utakuta wengine siku ya ibada wametakata, wamevaa vizuri, lakini baada ya ibada utawakuta wanafanya uzinifu, utawakuta wanaongea vibaya. Huo ni uongo, unakosea kwa amri ya 9. Amri ya 9, Mungu anakuambia usishuhudie jirani yako uongo. Yaani maisha, mstari ya uongo achana nao, mstari ya unafiki achana nao. Mungu anaelekeza taifa lake liachane na ibada ya unafiki. Huo ni dhambi na ni sumu ya kiroho. Jambo lingine, aina nyingine ya uongo ni kujidanganya mwenyewe. Huo ndio uongo mbaya zaidi kuliko aina zote, ni kujidanganya mwenyewe. Kujidanganya mwenyewe ni pale mtu anapoanza kuamini kwamba yuko sawa wakati yuko mbali na ukweli. Unapojiamini kwamba uko sawa na huo wakati unapokuwa mbali na Mungu, wewe ni muongo. Yakobo 1:22, mkijidanganya nafsi zenu. Yaani unapoamini wewe uko katika sahihi, katika mstari ya usawa,
wakati ambapo umekuwa mbali na Mungu, wewe ni muongo. Waongo ni wangapi? Ile neno ni unakuta katika vikao mtu anaposema anaeleza kama tu iko na reason chote, iko na ukweli wote, lakini je, wewe uko na ukweli ama uko mbali na Mungu? Unapojidanganya mwenyewe, tatizo umekuwa umekosea amri ya 9. Elewa rafiki pendwa kwamba uongo wote una madhara. Uongo, maisha ya uongo. Uongo uharibu uaminifu. Uongo uharibu mahusiano. Uongo uharibu ndoa. Uongo uharibu kuumiza kanisa na familia. Uongo uharibu urafiki. Marafiki mengi yamebomoka kwa sababu ya uongo. Uongo hukutenga mbali na Mungu. Elewa, Ufunuo 21 aya 8 inaelezea kwamba waongo wote nafasi yao ni katika mahali penye moto, ni kwa moto, ni katika moto. Yaani nafasi ya waongo wote ni motoni. Mungu anaposema, anapotupa amri ya 9, anakuelekeza, ananielekeza maisha yako yasimame kwenye kweli. Ulimwengu wa leo umepata mashairi ambayo hajawahi kuandikwa kwenye Biblia. Utamkuta mtu anasema uongo inaokoa, uongo kadogo kanaokoaka. Hiyo haiko katika Biblia, ni uongo tu. Uongo haujawahi kuokoa, anayeokoa ni Mungu. Lakini dunia imekuaminisha kwamba unapoongea uongo utaokolewa, unapata kitu unachokitafuta, na watu wameamini kwamba ukiongea ukweli wote hautapata kitu duniani. Ongea uongo. Na ukitazama ulimwengu wa sasa, waongo ni wengi, na inabidi ulimwengu tuelewe kwamba kuliko kubarikiwa katika uongo, inabidi upate njaa katika ukweli, kwani njaa yako ni ya muda. Njaa yako ni ya muda. Mungu hataacha wewe ambaye umeongea ukweli uzidi na ubaki katika mazingira ya mateso. Anakualika yule Mungu, acha tabia ya uongo. Mungu akubariki kwa jina la Yesu Kristo.